Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Kabisa kwenye exclusive interview mimi naitwa Victor Madaha, kama kawaida kabisa behind the camera yupo Rizky bwana. Leo bahati nzuri sana nimemsogeza tena hapa Dr. Chief Kurunge na mambo mengi sana kuzungumza naye, na mimi pia Watanzania walio wengi mmekuwa mkipenda sana mawaidha, maoni pia ambayo mmekuwa kiasema, tiba pia ambazo mmekuwa kizitoa katika jamii, na wengi mko mkivutiwa naye sana. Na last time pia nilifanya naye interview, maoni yalikuwa ni mengi sana, mkasema bwana, hebu mtafute tena dokta uweze kuzungumza naye, Chief atoe maelezo yake tena, kwa sababu tumevutiwa na kila ambacho amekuwa kizungumza siku zote. Na mimi nikasema sina yana hiyo, lazima nikusikilize wewe ambacho unachokitaka ili ukipate siku zote, au sio bana? Niko na Dr. Chief Kurunge hapa. Dr. heshima yako. Mimi nashukuru. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Heri, lakini heri kabisa. Naona umetulia mwenyewe. Nimetulia bila mashaka. Naam. Kwanza nikupongeze, umekuwa ni moja ya machifa ambao unapokuwa unazungumza kitu jamii inaitikia, inabishana, inasikiliza, inatoa hoja zake. Kwako wewe hasa utashi kama huu, unapokuwa unazungumza mambo na jamii pia inapokea kwa namna ambayo ni ya upekee zaidi, unajisikiaje hasa? Mimi kwanza naona fahari, najisikia vizuri kwa sababu jambo tunalolifanya ni kuelimisha jamii. Kweli. Na jamii kila mtu ana mtazamo wake. Kabisa. Sasa inawezekana kuna mtu jambo hajawahi kulisikia. Akilisikia kwanza anapata mstuko. Lakini jambo la kwanza katika kupata mstuko anaweza akastuka, akakataa, akapinga. Lakini baadaye akipewa elimu anakuja na kaa katika mstari. Sasa sisi lengo letu sisi ni kuelimisha jamii ili waweze kujua wanatakiwa kwenda wapi na watakiwi kwenda wapi. Kabisa. Hii ndio kazi yetu sisi. Sawa kabisa. Kwa mtu ambaye atazama ile interview last time, Dr. Chief Kurunge hapa nilimuuliza kuhusiana na swala zima, alitoa mfano kwamba mwanaume ambaye amezaa mtoto wa nje ya ndoa, yule kama ni mtoto wa kike anaweza kumuoa, yani dini haimkatazi kitu kama hicho. Kwa hiyo maoni alikuwa ni tofauti. Sasa kama hujaitazama hiyo interview, shuka chini hapa katika interview ambazo tumefanya kwenye YouTube au Instagram kote Bongo Plus, utaiona hiyo interview na mambo mengine mengi ambayo alitoa ikiwemo tiba na vitu vingine vingi. Leo nataka nizungumze naye. Jana Siwa Amina Vikoba aliolewa tena jana, ambaye ni dada yake na Dula Makabila, msanii, na familia hii ni ya wanasanaa, tuseme hivyo. Na maoni ya mtandaoni tunazungumza, anasema kwamba mbona kama ndoa zimekuwa ni nyingi sana, yani kwamba ndoa inakuwa inafanya kama fashion sasa, kwamba umeolewa muda fulani umeachika, umeolewa hivyo. Kidini hasa ndoa zinatakiwa ziishie ngapi, hasa kwa mtoto wa kike? Tuanze kwanza hivyo. Shukrani sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni swali zuri, ni swali zuri. Kidini ndoa zinatakiwa ziishie ngapi hasa kwa mtoto wa kike? Dini haijaweka mipaka. Dini haijaweka limitation kwamba mtoto wa kike ndoa zinatakiwa ziishie hapa. La. Isipokuwa dini imesisitiza kwamba mtoto wa kike aolewe. Aolewe. Kwanza mimi kama shekhe nimpe pongezi. Umesema anaitwa nani? Amina Vikoba. Amina Vikoba. Nimpe pongezi kwa sababu wengi kina dada wanapoachika huwa wanaamini ndoa ni sehemu ya migogoro. Ndoa ni sehemu ya mateso. Lakini huyu anatoka kwenye ndoa anaingia kwenye ndoa. Anatoka kwenye ndoa anaingia kwenye ndoa. Tumuombe Mungu hii ndoa yake ya sasa iwe ndoa ya mwisho, kwa maana aishi na mumewe mpaka pale Mungu atakapomtenganisha mmoja wapo, hawasije wakaachana, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukia sana jambo la taraka, japokuwa ni halali, lakini taraka anaichukia. Kwa hiyo huyu kama aliwahi kuolewa huko nyuma, nafikiri inawezekana shida ilikuwa kwa mume au shida ilikuwa kwake, lakini mwisho wa siku ilifika hatua wakakubaliana kutengana, kuachana, kwa maana huyu aliachika. Kwa aliachika ndoa A, B, C, D, sawa, lakini bado anatamani kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Mimi nampongeza kwa hilo. Kina dada wengi wakishaachika ndoa ya kwanza, ndoa ya pili, anakuwa mimi ndoa tena sitaki. Ndoa matatizo, ndoa mateso, bora niishi hivi. Kwa hiyo anaona afadhali afanye uzinifu kuliko kuingia katika ndoa. Kwa hiyo dini imeruhusu ndoa. Kwa hiyo hata kama itakuwa ndoa ya 20, maadamu ni ndoa, ni jambo la kheri sana. Hata kama ndoa ya 20. Hata kama ndoa ya 20 ni jambo la kheri. Kidini tunampongeza
tunampongeza, lakini ajitahidi kudumisha ndoa yake, ajitahidi kudumu katika ndoa. Yani kinachotakiwa cha kufanya aangalie katika ndoa alizoachika alikosea wapi, na ndoa hii afanye nini ili aendelee kudumu katika ndoa, asiachike. Sasa shiongo inawezekana mtu anaweza akajiuliza ndoa 20 ina tofauti gani na mtu ambaye anaishi tu na wanawake tofauti tofauti ama wanaume tofauti tofauti mtaani lakini hajawaoa, na yeye ambaye umeolewa na ndoa 20? Mbona kama ni yale yale tu? Hapana, tofauti iko kubwa sana. Na ndio maana tunazungumziaga tendo la zinaa. Zinaa ni tendo linalofanyika la kuingiliana baina ya mwanaume na mwanamke, sawa, katika makubaliano yasiyo katika misingi ya dini. Ili iwe sio zinaa, lazima huyu mwanamke aolewe, sawa, kwa misingi iliyowekwa, sawa, wapatikane walii, ipatikane mashahidi, ipatikane hutuba, ipatikane mahali, sawa, yani zile nguzo za ndoa. Vikipatikana hivi vitu, akatolewa mahali, ikapatikana mashahidi, ikapatikana hutuba pale, ikapatikana ijabu na kabuli, kitendo kile kikafanyika, hii inakuwa ni ndoa tayari. Lakini kama vikikosekana hivi, alafu mkakubaliana hata kwa kuoana kwa mamilioni ya pesa, hiyo Mungu alitambui tendo hilo, atatambua kwamba ni tendo la uzinifu. Kwa hiyo hata kama kaolewa mara 20 lakini imepatikana walii, imepatikana hutuba, imepatikana sijui hijabu na kabuli, ikapatikana mahali, yani ikapatikana mahali pale katika ile tendo, yani ile jambo limefanyika katika misingi ambayo kaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii inaitwa ni ndoa, kwa maana huyu kaolewa, sawa. Kwa hiyo kitendo cha kuolewa kinafuta dhambi ya uzinifu. Lakini huyu ikiwa hajaolewa, havijafanyika haya, hata kama atalifanya lile tendo katika viwango vya hali ya juu, hiyo Mungu atambui, nayo inatambulika kama ni zinaa. Kwa hiyo dini haikuweka viwango kwamba mwanamke mwisho kuolewa na wanaume wangapi, haikuweka. Lango uko wazi, ili mradi tu kwa jamii tulioizoea, mwanamke akiolewa sana anapewa hila, kwamba mwanamke inawezekana ana hila, inawezekana ana tatizo hili, ana tatizo hilo. Umeona bwana, sasa inakuwa sio jambo zuri. Kimsingi kila mmoja anapoingia katika ndoa anatamani yule aliyomuoa au aliyeolewa, anatamani yule mwenza wake waishi kwa muda mrefu, wajenge familia, maisha yawe hivyo, wote wanatamani hivyo. Lakini ukiona mtu anaingia katika ndoa anatoka, basi unajua katika hizo ndoa kuna changamoto inamfanya atoke. Lakini ndio maana huyu bado anapambana, Bi Amina, kuingia tena katika ndoa. Anatamani bado apate mtu ambaye atamaliza naye maisha. Kwa hili sisi tunampa pongezi na aendelee kuwa hivyo. Hatuombei. Hata ikitokea akaachika kwa huyu, asikate tamaa. Atafute mume wa kumuoa, sio mume wa kuzini naye. Okay, sawa. Nadhani majibu yamenyoka vizuri sana. Kuna hili pia ambalo wasanii wamekuwa wakiandamwa sana, hasa wasanii ambao wanafanya muziki wa kidunia. Wengi wamekuwa labda akitoa labda kwa watoto yatima, atoe fedha zake au vitu vyote vile, asaidie watoto yatima, asaidie labda watoto wasiojiweza, kusomewa dua kabla kazi zao zile na nini. Watu wamekuwa kiona kama nyinyi mnafanya kazi ambayo ni haramu. Mambo ya dua yanahusikana nini? Pengine hasa kwenye hili wanaolaumu kwamba bana wasanii kwenye hili dua zao Mwenyezi Mungu hawezi kuzipokea, ama ikoje hasa sheria za dini zinasemaje kuhusiana na watu hao? Ni swali zuri, lakini ni swali lenye utata sana. Yani pesa anazozipata msanii katika mziki kuja kuzitoa katika kusaidia dini, haikatazi dini haikatazi. Lakini hata mziki, unajua mziki kisheria, mziki kama mziki sio haramu. Mziki kama mziki sio haramu. Mziki ila mziki utaingia katika uharamu yakipatikana mambo haya yafuatayo. Ikiwa waimbaji wa ule mziki watakuwa wanaimba nyimbo za kumkufuru Mungu, ikiwa waimbaji wa ule mziki watakuwa wanaimba mashairi yake ya kuhamasisha zinaa,
ikiwa wanaimba mashairi yake kuhamasisha maasi, nyimbo hii ni haramu. Sawa Kwa hiyo ule mziki wa kumkufuru Mungu, kwa maana mziki unaimbwa mziki kwa ajili ya kumkufuru Mungu, basi wanachuoni wamepita wamesema hata zile ala zake zile kuzisikiliza ni haramu. Mziki ambao unaimbwa kwa ajili ya kuhamasisha maasi, mziki ambao unaimbwa kwa ajili ya kuhamasisha masuala ya ulevi, mziki unaimbwa kwa ajili ya kuhamasisha masuala ya kamari, mziki huu vile vile ni haramu. Sawa Lakini mziki huo unaweza ukawa na mashairi mazuri ya kuhamasisha jamii. Mziki huo unaweza ukawa na mashairi mazuri ya kuwajenga watu, lakini waimbaji wameimba wakiwa wako uchi. Vile vile haufai. Lakini ikiwa mziki mashairi yake ni mazuri, mziki sawa, waimbaji wamevaa vizuri, sawa mziki hawa wanaoimba sauti zao zimekaa katika muundo mzuri, nani kama mama yani umekaa katika nani kama mama, yani ni mziki ambao unahamasisha mambo mazuri. Mziki sio haramu, sio haramu, sio haramu, kwa maana uwezo ukautia mziki kwa asilimia zote kwa mziki ni haramu, la. Na vile vile katika huo mziki ikiwa wanaoimba wanamtukuza Mungu, wanaoimba sawa wanakataza maasi, wanaoimba wanatoa mashairi ambayo ya kuijenga jamii, wanapata thawabu kwa huo mziki. Huo mziki wanapata thawabu. Hivi ni sawa mtu ametoa nyimbo labda katika au sina nini nyuma kusimu fanya nini, alafu baadaye anaenda kujenga msikiti, labda anaenda labda kama tunavyosoma vile labda mchezaji labda amecheza huko mpira huko nje, baadaye ameenda kujenga msikiti, inapokelewa vipi hiyo sawabu sasa? Lakini riziki yake imepatikana katika njia ambazo sizo, lakini ameenda kufanya jambo jema. Unajua katika dini kuna vitu ambavyo vimejificha, kuna vitu ambavyo vimejificha na watu wengi hawavijui. Mtu anaweza akamwangalia mwanamuziki anavyoimba, mfano Diamond au Harmonize, nakupa mfano. Anaweza akamwangalia mwanamuziki anavyoimba, alafu akatia sawa hukumu yake katika ule muziki wake, kwamba huyu hafai hata kutoa sadaka, sawa kwa sababu anaimba 1 2 3, sawa kwamba hiki anachokipata ni cha haramu. Lakini kuna watu nikuthibitishie, ambao wao wanaweza wanakaa katika kamera wakijinadi kwamba ni watu wazuri, lakini wanavyokula wao haimbi mziki, lakini anakula kwa uongo, anakula kwa utapeli, kwa maana kile chakula chake anachokula chote ni haramu. Kwa maana hata kama mtoto wake yuko ndani ya ndoa na mke wake, akipata mtoto, yule mtoto anakuwa ni mtoto wa haramu. Sio, nifahamu vizuri, mtoto wa haramu. Unajua kuna mtoto wa uzinifu na mtoto wa haramu. Mtoto wa uzinifu anaweza kawa sio mtoto wa haramu, lakini kapatikana katika njia ya uzinifu. Mtoto anaweza kawa kapatikana katika njia ya uzinifu, lakini sio mtoto wa haramu. Na kuna mtoto anaweza kawa kapatikana katika njia ya ndoa, lakini ni mtoto wa haramu. Target yangu ni nini? Target tunaangalia huyu kipato chake anakipata katika njia gani. Sawa huyu anapata kipato chake katika mziki, lakini je, kapata katika mziki aendelee kufanya maasi? Hapana. Kapata katika njia ambayo labda nyimbo zake anazoimba ni nyimbo ambazo zinampelekea kupata dhambi, lakini katika kile alichokipata kakipeleka msikitini, sawa anapata thawabu kwa kile alichokipeleka, sawa kama vile ilivyokuwa kama kile alichokipata kama isingekipeleka msikitini, ingekipeleka kwenda kujenga baa, ile baa watu wakawa wanakunywa pombe, ingepata dhambi. Basi na vile vile kama kakichukua alichokipata kakipeleka msikitini, watu wanaswali, anapata thawabu. Anapata thawabu. Wala hakuna shaka kabisa. Kwa mimi nisiwakatishe tamaa hawa wanamuziki, tunawaombea dua. Kama wataendelea kuimba, basi waimbe miziki ambayo itawafanya wapate thawabu. Miziki ya kumsifu Mungu, na katika kuimba kwao wajistiri vizuri, ili mradi jamii inufaike kwa miziki yao, kwa maana na wao watapata thawabu. Wasiimbe miziki ya kuhamasisha jamii kufanya maasi, kuhamasisha jamii kufanya uzinifu, kuhamasisha jamii kufanya mambo ambayo yatawafanya watu wafanye maasi, wao watakuwa ni sehemu ya hiyo. Kwa maana waimbe nyimbo ambazo zitawapelekea kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana unakuta kuna watu wanaimba kaswida, kuna watu wanaimba kwa kumtukuza Mungu, sawa hii japokuwa ni muziki,
lakini wanapata thawabu. Ilishatokea mara mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kupita katika msikiti akakuta kuna wale watu mabushiri wako ndani ya msikiti wanaimba. Akasimama Mtume anaangalia. Aisha akaja bega lake akaliweka hapa akaangalia. Tena walipomuona Mtume akasimama akaogopa kuimba wale. Mtume akamwambia starehe, endeleeni. Akaimba akaangalia tena sadikeri katika Idi udhuhia. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Bi Aisha, umeridhika sasa nimetosheka? Wakaondoka. Hakuwakataza. Unaona? Kwa sababu yale walikuwa wanaimba ni mashairi mazuri. Sawa? Na ndio maana muziki umekatwa categorize 4. Kuna muziki wa haramu kwa maana ya kumkufuru Mungu. Kuna muziki wa haramu kwa maana kuhamasisha maasi. Sawa? Alafu kuna muziki ambayo mtu anaweza kaimba hahamasishi maasi wala haimbi katika haramu. Yuko katikati. Yaani sawa sawa wanachuoni wamesema ni mtu sawa sawa ametoka katika nyumba yake kaka nje, alafu anaangalia watu wanaopita. Wala wabuguthi wala wao mbuguthi. Anatoa elimu. Kwa hiyo muziki uko katikati. Ukisikiliza upati dhambi wala ukiacha kusikiliza upati nani. Alafu kuna muziki ambao unapata thawabu utakusikiliza. Ukiufanya unapata thawabu na ukisikiliza unapata thawabu. Kwa hiyo uwezo kauingiza muziki wote katika uharamu ni makosa. Nadhani umezungumza. Tumalize sasa la mwisho na Watanzania wamekuwa wakipenda pia ukiwapa elimu za kuhusu dawa pia. Kuhusu namna gani ambavyo wakaendea ulimwengu pia. Leo unawacha na lipi hasa leo katika masuala mazima ya matibabu? Matibabu mimi leo nawacha na jambo moja, nukta moja ya msingi, kwa sababu umezungumzia vitu ambavyo muhimu. Watu wengi wanapata tabu kutokana na matatizo mbalimbali ya maradhi. Na hii inatukuta paka sisi kwa sababu kesi kama hizi tunakutana nazo kwa sababu watu wengi wanasumbuliwa na mashetani ya kijini. Na mashetani ya kijini ndiyo yamechukua sehemu kubwa katika maradhi ya mwanadamu. Mashetani ya kijini, yani katika magonjwa wanaosumbuka nayo wanadamu, magonjwa kwa 99% yanasababishwa na mashetani ya kijini. Shetani ya kijini ndio anaweza kusababisha wewe ukawa na vifungo. Mashetani ya kijini anaweza kusababisha wewe usiwe na nguvu sawasawa kwa ajili ya kumwendea mkeo. Matatizo ya kijini yanaweza kumsababisha mwanamke akifanya tendo la jimai, sawa, hawezi kusikia raha yote mpaka anachukia ile tendo la jimai. Mashetani ya kijini tushawahi kuzungumza katika nani iliyopita ile kwamba anaweza kusababisha mwanamke hawezi kushika ujauzito. Ni mashetani ya kijini. Mashetani ya kijini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna shaytani yajri min ibn adam majra dam. Hakika shetani anatembea katika mwili wa mwanadamu kupita mapito ya damu. Kwa hiyo shetani anapokuwa katika mwili wako wa kijini akiingia, basi anaweza akafanya jambo lolote analolitaka yeye. Anaweza kufanya jambo lolote analotaka yeye. Sasa kitu cha msingi mtu asikate tamaa kujitibu. Apambane kwa ajili ya kutafuta tiba zilizokuwa sahihi. Na akijitibu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atakaa katika njia. Haya matatizo Mungu tayari kaisha tukadiria sisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kulogwa, akalogeka na uchawi ukamuathiri katika mwili wake. Mtume kalogwa na uchawi umemuathiri katika mwili wake. Sasa unakuta kuna mtu mwingine anaona uzito, Muislamu lakini anaona uzito kusema kwamba Mtume alilogwa. Kwani ukisema Mtume kalogwa ndio utakuwa umevua utume wake? La. Mungu alimwacha mtume wake alogwe ili sisi tupate somo kupitia yeye. Na ukiangalia manabii wote walipata mitihani kama hiyo. Leo hata Yesu ukiangalia katika kitabu kimoja kinaitwa Yehova Matatani, imeelezea mle Yesu naye aliwahi kupata mtihani kama huo. Alilogwa na wanawake wawili wa Kiyahudi. Ikafika wakati akawa kama vile ni mtu aliyopagawa. Kalogwa huyu mtume wa Mungu. Sisi Waislamu tunaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Lakini manabii wote hawa waishapata mitihani kama hiyo. Sasa Mungu anapoacha manabii walogwe, uchawi ukaathiri katika mwili wao, lengo la Mungu sisi tuweze kujifunza kwamba tusije tukajiamini. Usije ukaona wewe unaswali swala 5, usije unafunga, usije unafanya nini kwa hiyo mimi siwezi kupata uchawi. La. Uchawi huu ni Mungu mwenyewe kaukadiria katika dunia, na uchawi huu hupo na uko on the spot, unafanya kazi kila leo. Uchawi unaongezeka ujuzi kwa sababu wale malaika wawili ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Haruta na Maruta aliowaumba, wale mpaka leo wanaendelea kufanya kazi hiyo ya uchawi. Wako katika nchi ya Babeli pale. Wamefungwa minyororo wako juu. Niliwahi kuzungumzia katika clip ya nyuma. Wamefungwa minyororo wako juu na kuna tukio lilitokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mwanamke mmoja alikwenda akamueleza
Akaelezwa yule mwanamke kwamba alikwenda Babeli, akaenda kujifundisha uchawi kwa wale malaika, na kweli tukio lilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda ni mchache, katika nani zijazo tutakuja kulizungumzia zaidi. Kwa hiyo ninachotaka kuambia watu wasikate tamaa na maisha. Uchawi upo, mashetani ya kijini yapo, na tunaendelea kuathirika kutokana na hali hiyo. Kwa hiyo ukiacha kujitibu, unajitengenezea mazingira magumu ya maisha yako. Unachotakiwa wewe kujitibu ili uweze kukaa sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila ugonjwa una dawa yake. Kweli. Sawa kila ugonjwa una dawa yake, na ni haramu ikiwa kwamba wewe unaumwa alafu kaacha kujitibu. Na ukifa utakufa vibaya. Unachotakiwa ukiumwa ujitibu. Mungu tiba kaitengeneza Mungu. Sisi ni tunafanya zile jitihada kutokana na elimu tuliyopata ya matibabu ili kuweza kuwasaidia watu. Lakini Mungu yeye ndiyo anayefanya zile dawa au dua ziweze kufanya kazi. Kwa hiyo sisi tunafanya kumtegemeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umezungumza vizuri sana, kwa sababu hata Biblia inasema kwamba jisaidie nami nitakusaidia. Sahihi. Sasa usije ukakata tamaa, kwa sababu na mimi nishahangaika sana, nishivaumwa, nimekata tamaa. Niliwahi kuzungumza katika interview iliyopita, mfano watu wa matatizo ya manini ya tiba zile za kudondoka vifafa. Unaona tumepata watu wengi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumewasaidia. Kuna masuala ya watu kichaa, kuna watu ambao wanasumbuliwa na ugonjwa ambao unawasumbua watu wengi kwa sasa, ile ugonjwa wa kuparalyze. Lakini vile kuna watu wanasumbuliwa na mashetani ya kijini. Mashetani ya kijini yanawasumbua watu wengi sana. Na ndio kesi ambazo zinawasumbua watu wengi. Unajua shida ya mashetani ya kijini sio kama kuna baadhi ya watu hawawezi kutibu. Kuna baadhi ya watu wanatibu kweli. Mtu anatibiwa mashetani ya kijini anapona. Lakini shetani ya kijini akishaingia katika mwili wa mwanadamu, akitoka anaacha kovu. Yaani kama vile mtu aliungua na moto. Kuna uwazi unabaki. Sasa yule aliyotoka, ikiwa katoka shetani wa ukoo wa Subiani, basi ule ukoo wote wa Subiani wakimuona yule mtu wanajua pale alikaa Subiani mwenzetu, na wao wanaingia. Kwa hiyo tabia za Subiani aliyotoka na hao waliokuja zinakuwa zile zile. Kwa mtu sasa, mbona tatizo bado lipo, mimi sijapona? Kumbe kuna nani kaingia Subiani mwenzake anafanya yale. Lakini sasa umezungumza vizuri sana. Samahani kwa kukatisha. Kuna hili ambalo watu wamekuwa nathibihisha kama kuliunganisha. Kuna sijui nitumie lugha gani utaniweka sawa. Kuna kwa masharti ya ukoo. Yaani ile kwamba sisi bana tuna hii misingi au kitu fulani kwetu bana, sisi tutaki kufanya vitu kama hivi. Sijui mnahitaji kitaalamu. Yani maswala ya mila. Yes. Kwamba sisi bana kwenye ukoo wetu bana uruhusi kuvuta bangi. Bana sisi kwenye ukoo wetu bana, mtu ukinywa pombe unafanya na hivi. Hiyo pia sometimes huwa inasababisha. Sahihi. Mila ziko zinakamata. Mila zina nguvu. Mila zinawaathiri watu. Mila. Lakini katika sheria ya dini sasa inaangaliwa hii mila isije ikawa inakupelekea kumkufuru Mungu. Mila kama hii haitakiwi ifuate. Kwa mfano, kuna watu wanakuwa bwana, sisi mila yetu lazima tukutane tunywe pombe. Sasa mila kama ile haifai. Lakini kuna watu mila yao kwamba wanakutana, wakikutana kila mwaka mara moja mara mbili, kuna mambo wanafanya, sherehe pale, wanapika vyakula, watu wanaitwa, wanafanya baadhi ya mambo, labda wanaimba nyimbo zao za kimila nini za kawaida, sio za kumkufuru Mungu. Hii haina shida. Haina shida. Kwa hiyo mila zipo na wala hazikataliwi. Isipokuwa mila ambayo inakataliwa ni ile mila ambayo inakupelekea kumkufuru Mungu. Mila inakupelekea kufanya mambo ya maasi. Mila hii haitakiwi ifuatwe. Lakini kama mila haikupelekeni huko, kuna watu wana kawaida tu kwamba wanaweza wanakutana weka kama ndo mila yao. Kwamba wanakutana kila muda fulani, wao wanakutana wanafanya mambo fulani, lakini mambo ya kawaida, na mtu mmoja katika hao akija kuacha kufanya vile, anaweza akapata athari, akaathirika kutokana na kuacha kufanya vile. Mfano kama watu wakijiwekea kufanya dua labda kila mwaka mara moja mara mbili, wanachinja mbuzi, wanakutana. Sasa ikaja kizazi, kile kizazi kikaacha kufanya yale. Wakakaa kwa muda mrefu. Baadaye kuna watu katika kizazi kile wataathirika na ile mila. Kwamba utaona mambo yao yanafunga, mambo hayaendi, na ukija kupiga katika sakiti ukiangalia, kwa sababu na nyinyi mila ndio imewakamata. Umefahamu vizuri? Mila imewakamata. Chanzo yenyewe ni mila. Kuna jambo mmeliacha la kimila. Wakikumbuka sasa, bwana kweli bwana babu yetu sisi alikuwa anafanya 1 2 3, na wakifanya kweli mambo yanafunguka. Mila na nafasi katika ukoo. Mila na nafasi. Kwa hiyo
Kwa hiyo nilikuwa naelezea ile swala la ile nani jini akitoka anaacha alama, akiacha alama ile sababu zake anaingia katika ukoo. Kwa hiyo mtu akiwa katoka jini katika mwili, kitu cha kwanza kabisa lazima afanywe kinga. Kinga inamfunga yule mtu asiweze kuingia jini wa ukoo wote. Lakini ikiwa kama kufanywa kinga, jini anaingia na watafanya makazi na mtu ataendelea kupata shida. Kwa jambo la msingi kwamba watu wasimame katika masuala ya kujitibia. Wajitibie katika njia zinazokubalika, wajitibie katika namna ambayo wao wenyewe watapata manufaa katika tiba hiyo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanakaa sawa na matatizo yanaondoka inshallah. Iko hivyo. Naam. Daktari, mimi nikushukuru sana kwa wakati wako. Pengine hasa watu wametamani labda sasa baada ya maneno mazuri ambayo umeyatoa hapa, asema bana daktari, bana chifu, nataka nikutane naye bana Kirunge mwenyewe atuambie bana tutasaidia vipi hasa. Kwa mawasiliano mtu anakupataje sasa? Inshallah, mimi ofisi yangu ziko Mwembe Chai na Morogoro, ofisi yangu iko kwa Ndege. Lakini kwa mawasiliano ya simu 0711611191 ipo WhatsApp. Lakini vile vile 0744155566 hii nayo vile vile iko WhatsApp, na hata katika Instagram vile vile utanipata kwa Dr. Chief Kulunge inshallah. Na kule na account yangu kule kuna vitu vingi nimetupia Chief Kulunge Online TV. Vile vile wakija kule utapata baadhi ya vitu. Kuna vitu tumeweka muda mrefu. Utapata faida kule inshallah. Sawa. Daktari, asante kwa wakati wako. Shukrani sana. Naam, sasa nilikuwa nazungumza na Dr. Chief Kirunge, na pia kama unatamani pia uweze kupata habari zake zote kama alivyozungumza, pia bahati nzuri sana amefungua pia Instagram account ambayo ni Dr._Chief Kulunge. Kwa hiyo ukiingia unaweza kuanza sasa hivi ukamfollow, ukaanza kupata habari zake zote ambazo pia amekuwa akitoa elimu na mawaidha tofauti na tiba nyingine ambazo nyingi. Kwa hiyo kuna mambo asili pia tuweka kwenye bio pale itakuwepo, kwa hiyo utakuwa na access nzuri kabisa ya kuweza kumpata. Mimi ni Victor Medaha. Asante sana kwa wakati wako ambao umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama kawaida, nyuma kama Kopo Riziki bwana, endelea kuwa pamoja na sisi, na usiache kutufollow, kusubscribe, kulike, comment na kushare kazi zote ambazo tunaziupload kupitia hapa Bongo Plus TV. Asante kwa wakati wako. Bye bye.